Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. My name is Kathleen. For the new members, kindly hit the subscription button and touch the notification bell so that the next time I go online, you can be able to get an alert. In Catherine's channel, we discuss and talk about issues to do with security, violence, terrorism, women, gender, and another pressing issue that is facing the global south. More importantly, we tend to focus our analysis on the Kenyan situation. So to my continued supporters and viewers, I highly appreciate your support. You guys, you are amazing. I highly appreciate your feedback. They are actually developing me day in, day out. And right now, I kindly plead with you that please share this video and give it a thumbs up. Now, in today's discussion, actually, the focus is not on a specific aspect, but it is my personal story concerning how I was robbed in the streets of Nairobi. And why I'm giving this story, it's because I believe, or I think that my experience or what I went through within a period of 5 to 6 minutes in the streets of Nairobi could actually change somebody's perspective and help somebody avoid such a situation if he or himself finds himself in such a scenario. Now, hey, the year is 2019, the month is May, and the date is on 2nd. So within that time, I was only remaining with 2 weeks in Kenya, and traveled to Deutschland or to Germany to start my PhD studies. Now, Wakenya ni akina nani? Si ni kama sisi lazima tuambie watu bye. So what happened? Mimi, I just left my place where I was living, and the first person, the person I was going to see that day was my master's financier. So during my master's, actually, I did my master's under sponsorship. So I went to say hi and thank you to my financier before I left the country. So mimi ndio huyo hadi Manyani Road. So when I reached Manyani Road, of course, there are also other friends who live there. So it was a very good opportunity to meet all of them once again, say hi, have fun, and come back. But on the same day, after going to see my financier, I was also supposed to go to Isiri. Lazima tufanye shopping, tununue bagi mzuri. Tukienda airport, lazima watu wajue tuko na bagi mzuri. So I was going also to Isiri to do some shopping. Tukiambiwa tunaenda Majua Kenya, sisi unajua tunafanyanga shopping kama yote. Naweza dhani huko Majua kuna soko. So I actually went to Manyani with the aim that after Manyani, that is in Westlands, actually I'm heading to Isiri. Nikisema Manyani si prison, so wewe, it is Manyani Road, Westlands. Know your street so well. So I actually went to Westlands, had nice moments, ate very well. Kumbuka nilikuwa kwa mtaa ya Manzongo, so I ate very well and to full. So at around 1 p.m. I was leaving. So hapo Manyani Road, actually there's actually a small dissection like a bus stop. So I stand there. I'm waiting for a matatu, then board to town, then from town to Isri, and so forth. So while I'm standing there, I'm wearing my my long dress and a sweater, and with me I have a shilling bag. Inside that shilling bag is a total of 36,000 Kenya shillings, and I have my Infinix 03 phone, and behind that Infinix 03 phone is 4,000 Kenya shillings. Ita pia sisi wasichana tunapendanga tunaeka pesa hapa nyuma kwa aka ka case. So in total with me I have 40,000 with together with my some documents. So I stand there, and after 3 minutes a matatu comes. So inside this matatu I see people. So behind we have 3 people
plus the conductor is 4. These 3 people, it is 2 men and 1 lady. In front, it is the driver and 1 passenger. So they usher me to sit in the front seat. So I just sit because I can see people. So we are like, if I'm to say all of us were passengers, we were 5 passengers in that matatu and had no cause for alarm. And in any case, there was also a girl, and this girl was with a man. So to me, like, these are lovers. So we did not move further from the stage so much when I had something actually produce sound like kama kitu imeanguka, kachuma kitu imeanguka. And then this front door imekataa kufungika. So I'm telling the conductor, please funga mlango nitaanguka. Ananiambia nishikilie. So venye nimeenda kushikilia hiyo mlango, nasikia kitu inaanguka. I saw the guy tumesit na yeye amenyakua simu yangu. Nilikuwa nimeiekelea chini ya kwa my lap. So nimeweka simu and then my sling bag iko juu. So amepitisha mkono, nikasikia akiniwara. So amechukua my phone. So nikaambia jamaa, the conductor, we mlango yako ifanyi nini? Haifunguki. So ananiambia eti umeangusha kitu. Nikamwambia sitaangusha kitu. Ananiambia wewe msichana umeangusha simu. Nikamwambia no, simu yangu ni huyu ameichukua. Nikamwambia hebu nipe hiyo simu yangu umechukua. Hey, my friends. Hey. Wah! Kiera yangu. Hey, it will kill me one day. I did not know that I was in for trouble. And I didn't know that the whole vehicle imepepa machambazi, wezi wa Nairobi. So the moment nilimwambia wewe ndio umechukua simu yangu, aliniambia msichana, unachielewa vizuri. So alienda ni kama anataka kusimamisha gari, and the reason as to why wanasimamisha gari, wananiambia nishuke simu yangu imeanguka huko nyuma. Nikamwambia sishuki, mko na simu yangu na munipe simu. So this time nimeshika my sling bag, and venye nilisema sishuki na mlango amefungua, this other lady mwenye alikuwa nyuma sasa na the boyfriend comes na amechifinyilia hapo. Amechifinyia, ameniambia songa huko. So huyu amenifuruta, mwenye ako next to the driver amenifuruta, and this other lady nika slay queen kengine hapo by the way kameketi. So we all hapo mbele, driver, huyu mwenye amechukua simu yangu, mimi na ako kasichana. So ako kasichana kakaniambia, madam, epu leta hii bag. Nikamuuliza, why should I give you my bag? But now the confusion came in, and then I realized, Catherine, you are with the thugs. These are not normal passengers. You are being robbed. And all the money, pesa yenye nilikuwa nayo hapo, my friend, that's what nilikuwa nayo mbele na nyuma to do my shopping and plan my traveling to Germany. So I was like, oh, Catherine, you are done. So huyu dem nikamwambia, mbona nikupatie shilingi bag yangu? Si mmechukua simu yangu, basi mwache niende. Akaniambia leta hii bag. So I said no, I'm not giving you the bag. What I saw is huyo dem alinuka tu hivi, akasongeza hood juu, the normal sweater, hizi hood zetu, and then akanitolea kisu. Akaniambia, madamu, unaona hii si toy, hii ni real. Itaita uleta hiyo bag ama ufanye nini? Ikuzame. I was like, inisame? What do you mean? So all this time akili naniambia, itaita you think you get out of this trouble, all you are going to be hurt, and you're not going to study your studies. Because for me, my studies were the most important thing at that particular time. It is an opportunity I had always wanted. So I was like, God, no, this is not happening to me. This is all the money my husband amekanisha pamoja. People like, no, it can't work this way. So I decided, yes, I will give you the bag. So I gave her my bag, and the slay queen she was, akaiweka tu kama yake normal, the shrink bag kama yake. So, and you know, hiyo time gari naenda pole pole tu, and unaona tu the Manyani, hiyo parabala ya Westland, actually liali duma magari sinasimame, especially between Manyani
mpaka kuna the next stage, I don't know your stage inaitwa aje. I'm not very much conversant in that region. So wakasimamisha gari, but si ile kusimamisha kabisa, ile ya kwenda slow motion. And the next thing I heard ni huyu jamaa mwenye amesinachi simu yangu akisema tumbwage hapa. So something told me, Catherine, you would be thrown out of a moving car, and the probability you will survive, young woman, hiyo ndio inaitwanga zero, or you will survive with a lot of injuries and maybe your life will never be the same again. So because niko katikati ya watu wawili na mimi ndio nastahili nitolewe katikati ya wawili ni rushwe, ako kasichana kalini fruta hivi kakaketi hapo. In fact alinikalia hadi karibu aniumize mkuu ile. So I just nikakuwa kwa hii side ya mwisho. The next thing what I remember is huyo makanga mwenye alikuwa nyuma akifungua mlango, and then huyu msichana kufanya nini? Kunipush. So what I did, nilisema hapa sishuki peke yangu, tutashuka na haka kenye kamekondeana kama miwa, tunashuka naye sasa liwe liwaro. So fenya alinishukuma nianguke, nilimfuruta na hiyo sling bag, nilimfuruta tukafuatana. Fenya tulifika chini nikamrusha the other side. So nilimrusha the other side, alianguka vibaya. And venye niliona ameanguka na bagi yangu ndio hile, nilikanyaga hiyo nini, the handle, nilikanyaga nikachukua my bag, nikaanza kutoroka kwenda nyuma. So venye ameanguka, unajua now like matatus and motorists yenye zinakuja sinaona there is something happening, sinataka ku slow down. I think they realized that wataisashikwa ama what I remember is by the time nilikuwa niko na karibia hiyo place ya stage, niliona hiyo gari iko na huyo demo hayuko. So I don't know kama walimpepa wakamweka hapo ndani wakatoroka. I wasn't in a good state of mind kuangalia the number plate of the car. I don't even know whether it had a number plate or not. So nilitoroka kwenda huko nyuma, nikianza kusimamisha watu wanduthi na magari ndogo, nikamwambia ile gari yenye inaenda mbele iko na wezi. And you know, nasema ile gari hapo, magari zimepita kama 4 5 6, naambia wazee ile gari iko hapo mbele. So I went back to the stage and sat down, actually very confused. My phone imeenda. So at that particular time, the trauma of kurushwa kutoka juu ya gari, like things happens very fast and my mind ilikuwa everywhere. Then my phone imeenda. So nikiwa nimeketi hapo, I remember there is a chama fulani wanduthi nilimsimamisha. I think ni hao watu wa deliveries. Nikamwambia nimeipiwa mimi na gari nyemi niipia imeenda na simu yangu. Akaniambia, madamu, kama wameenda na simu yako, don't even think about that phone. Ingia gari, kimbia tao and proc that number, because the next thing wataanza kuitisha watu pesa using your number. So I was phobic hata kupanda matatu. Akaniambia anipandishe nduthi. Then something ikaniuliza, wewe umepiwa tu saa hii na kiherehere tu saa hii, kiherehere yako tena unataka kupanda nduthi ya mtu mwenye ujui? Nikamwambia ni sawa. So nikamwambia hapana, wacha nipande matatu saa hii tu. So nikasimama hapo kwa stage, kukakuja hizi manyanga mrefu, hizi mapasi mrefu, tunini pass actually. Nikaingia ndani, nikafika tao. So nikafika tao, nika Brockline na nikarenew, nikachukua another one. So nikawambia the other one, nikaambia madamu wa nini nimeipiwa and that's why I want to renew my line. So akaniambia lazima block kwanza ndio nipate, ndio wasiendelee kuitisha watu using my whatever, my phone. So that's how nilifika Nairobi. I had to take a new line, and because I have to go to Germany na bado niko na 36,000 yangu, hata kama bagi kaninia iko ka handle akako, I proceeded to Eastleigh, did my shopping and came back. And now you ndio time una realizing the importance of a phone.
nilianza kufika ndio una text watu Facebook ukitumia laptop that nimeipiwa sina phone, this is the time you have to think on getting a new phone and so forth. But all said and done, one thing that I never did is to go to report the police station, because number one, sikujua number plate ya gari. That's number one. Number two, sikujua sako ya gari whether ilikuwa kwa sako or not. Number three, I think I was also not in the right mind to think that way. What was in my mind is my phone, I need to my phone nimeipiwa. I also have to make my preparations. I have a very short period of time to do what I'm supposed to do to go to Germany. So nilijiuliza hata kama nikienda polisi sitapewa simu yangu, and I don't know whether even that phone itatrakiwa. Hata kama itatrakiwa nitapewa. I have a very short period in Kenya, so I never reported, but it really hurt me so much, na ilinifanya nikakuwa na phobia ya kupanda matatu. By the way, especially gari nikiona iko na watu like aichacha, I decided like afadhali niketi kwa kale kakiti kasambasa, but we feel that security, and it is something that it take time too sana. Within that week I remember I was making movements a lot, but ulikuwa unapata naweza kaa kwa stage gari ikikuja nyimecha hiyo ndio napanda, so it gave me some aspects of trauma and so forth. So Kanairo ni kubaya, and these things see it is happening once sinaenda. Maybe there is somebody outside there pia ameipiwa. We really need to be very careful. Kipanda gari, acha kuingia tu gari then unapata tu wase wawili wanaume wamechasana hapo ndani kama watatu wanne hivi. Unadhani it is normal, all they are the right people, or like they are passengers, unaingia. No, I rather tell individuals that sometimes, especially kwa place lonely kama hizo za Westlands and so forth, try as much as possible kupanda gari yenye unaona at least iko na watu, in as much as uko na haraka haje. Because for me nilikuwa nachiuliza, if only I had waited kidogo tu, singe lose my phone and singeenda through that ordeal. So stay safe, be very careful, and be very alert. So thank you so much, and share your experience hapo. Maybe ni mimi peke yangu full nimekoniwa Nairobi. Kama umekoniwa Nairobi, weka story yako hapo tusikie, tuone what happened, and maybe it can help somebody somewhere. Thank you so much.